Gift Online TV, karibu kutazama kipindi chako pendwa cha Life Theatre, maisha na upasuaji. Siku hii ya leo tutakwenda kuzungumzia yajue makundi maalum ya watumiaji wa barabara na namna ya kuwasaidia wanapotumia barabara. Kwa hiyo mimi na wewe tukae tayari kufahamu ni makundi gani ya watumiaji barabara, lakini pia tuwape kipaumbele kwa wale ambao wanahitaji kupewa kipaumbele pale tunapokuwa barabarani katika kuhakikisha usalama wa mtu binafsi, chombo cha moto, lakini pia miundombinu itakiwa iwe salama. Hii ni Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uweze kupata taarifa kwa wakati sahihi. Mimi ni Esther Mamkwe, nipo na mgeni hapa atakwenda kuzungumzia mada hii kwa undani zaidi. Endelea kututazama, usichoke kutufuatilia. Karibu sana. Shukuru sana ndugu watangazaji. Ndio. Kwa kutuwezesha sisi kusikika au kuonekana katika dunia ya kisasa. Ndio. Na kuzungumzia mambo yanayohusu barabara pamoja na watumiaji. Karibu sana. Asante sana, tunawashukuru. Sawa, watazamaji wanapenda kufahamu wewe ni nani? Mimi kwa majina naitwa Sergeant Yohana Mboa. Ndio. Natokea dawati la elimu mkoa wa Kilimanjaro. Na dawati letu la elimu tumekuwa na jukumu kubwa ama majukumu makubwa kuzungumzia na kulinda, kuhakikisha kwamba abiria na watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama pindi wanapotumia barabara. Tunasema barabara ni sawa na maji ya kunywa. Usipotembea kwa mguu utapita ukiwa katika chombo cha moto. Kwa hiyo ni lazima uitumie kuvuka, kukatisha, ukiwa katika chombo cha moto, ukiwa unaendesha ama kwa matumizi mengine. Kwa hiyo ni lazima uitumie barabara. Kwa hiyo kama ni lazima uitumie barabara, ni wajibu wako wewe na mimi kuhakikisha kwamba unakuwa salama unapokuwa barabarani. Sawa, tunazungumza mada ambayo tuyajue makundi maalum ya watembea kwa barabara, lakini pia tunatoaje msaada. Nikipenda kufahamu makundi hayo ni yapi? Asante sana. Tuna makundi mengi barabarani zaidi ya 6. Ambao barabara kwa ujumla inahitaji nidhamu. Ndio. Na inahitaji utulivu na umakini zaidi ili uitumie barabara salama. Makundi hayo ni kama kundi la kwanza la abiria. Ndio. Abiria kama abiria anapaswa kuwa makini na wajibu wake anapokuwa barabarani. Hili ni kundi la kwanza. Ndio. Kundi la pili ni kundi la madereva. Hili ni kundi ambalo pia ndio tunasema kwamba sasa ni kiini cha barabara, kwa maana kwamba wao ndo wanakuwa barabarani muda wote na wanatumia barabara kuhakikisha kwamba watumiaji hawa wengine nao wanakuwa salama. Tuna kundi la watoto, tuna kundi la wazee, tuna kundi la waendesha baisikeli, wasukuma mikokoteni. Haya yote pia nayo ni makundi ambayo yanatumia barabara kwa wakati mmoja. Kwa hiyo abiria anapotumia barabara, kuna yupo dereva ambaye anaendesha chombo cha moto, kuna yupo ambaye anavuka barabara kwa wakati ule, kuna yupo ambaye pia anahitaji msaada wako wewe kumsaidia anapokuwa barabarani. Kwa hiyo haya yote makundi yanakuwa barabarani. Na haya makundi yote yanakuhitaji wewe, yananihitaji mimi kuhakikisha kwamba tunayalinda, tunayapa msaada yanapokuwa barabarani. Kwa maana dereva kama dereva hawezi kuitwa dereva pasipo mimi abiria. Na mimi siwezi kutumia barabara pasipo kuwa na barabara. Lazima nitumie barabara, kwa maana ni sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya watu hawa, makundi haya yote kupita katika ile njia. Kwa hiyo tunasema kwamba ili tutumie barabara vizuri ni lazima tulindane, tushikamane. Kwa hiyo tunaposema kwamba kushikamana ni lazima umlinde na yule mwingine anayetumia barabara kwa wakati. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, mdhamini ni Maji ya Uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Kama unatokea Moshi mjini, unapanda magari yanayokwenda Sanya, Sadala, Boma pamoja na Arusha, utashukia kituo cha mashine ambapo utakutana bango kubwa la ratiba za ibada. Lakini kama pia unatokea barabara ya Arusha, utapanda magari yanayokuja Moshi mjini, utashukia mashine, utakutana bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada ni Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Jumatano na Ijumaa muda ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili
ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa, na maji haya yapo tu ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Gideon Wama-Ilisita. Bado tunaendelea kuzungumzia makundi ya watumiaji barabara, lakini pia jinsi ya kuwasaidia katika kuzingatia usalama wa barabarani. Umezungumzia hayo makundi, lakini ningependa kufahamu pia ni makundi yapi katika hayo uliowataja yanatakiwa kupewa kipaumbele kwa 100%? Asante sana kwa swali zuri. Ndio. Ni mfahamishe mtazamaji wa Gift Online ndio kwamba jukumu la usalama barabarani ni jukumu langu mimi na wewe. Ndio. Na yule ambao hatumuoni. Ndio. Kwa hiyo nisipokuwepo mimi atakuwepo wewe. Ndio. Asipokuwepo wewe atakuwepo yule ambao hatumuoni. Ndio. Sasa haya makundi maalum kabisa ambayo yanahitaji kupewa kipaumbele zaidi. Ndio. Kwa 100% zote tunapokuwa barabarani tunao makundi makuu 3. Okay. Kundi la kwanza tunasema kwamba kundi la watu ambao hawajiwezi kwa maana ya walemavu. Na kundi la pili tunalo kundi la watoto. Okay. Na kundi la tatu tunalo kundi la wazee. Ndio. Ndio maana tunasema kwamba hawa watu ama haya makundi yote 3 yanahitaji kupewa uangalizi wa hali ya juu. Ndio maana tumeyatenga katika yale makundi 6. Tukatenganisha tukaweka haya makundi sasa 3. Okay. Katika makundi yale 6 ina maana yatakuwa yale yamebaki 3 ambao sasa haya 3 tunaamini ni ya watu ambao wanajiweza. Ndio. Tunapata vijana kule, tutapata madereva, tutapata watu ambao waendesha baisikeli ama wasukuma mikokoteni. Hawa watu wote ni watu ambao wanajiweza. Ndio. Watoto ni watu ambao sasa muda wowote ule tunaamini kabisa yeye anaweza kawa kwenye hatari. Ndio. Kwa maana hawezi kujua madhara ya kupata ajali. Hajui madhara kwamba nikivuka barabara pasipo kuangalia pande zote mbili itakuwaje. Okay. Kwa hiyo kwa 100% tuchambue sasa haya makundi 3 ambao ndio tumesema ni makundi maalum. Tukianza na kundi hili la watoto ni kundi ambalo linahitaji umakini wa hali ya juu. Okay. Ambao mimi kama afisa wa polisi, mimi kama afisa wa usalama barabarani, ni mimi kama afisa wa polisi ninalo jukumu gani kuhakikisha kwamba hawa watoto wanakuwa salama muda wote wanapotumia barabara. Okay. Moja kabisa ni hakikishe kwamba wanatumia upande sahihi wa barabara. Okay. Kwa maana kama wanatakiwa kuvuka basi wahakikishe wanavuka sehemu ambayo ni sahihi, kwa maana kwenye kivuko maalum ambacho ni zebra cross. Okay. Ama wavuke katika sehemu ambao kumenyooka, hakuna mteremko mkali, hakuna mwinuko, hamna kona, hamna daraja. Okay. Wavuke sehemu ambao ni salama, wanaona kulia, wanaona kushoto kwa umbali mrefu. Ndio. Kundi hili pia wanapokuwa barabarani kuna muda mwingine wao wanakuwa unconscious. Tunasema kwamba wanakuwa yani akili zao zinakuwa finyu zaidi. Okay. Tofauti na mtu mzima, kwa sababu unaweza ukakuta wao wanacheza barabarani, wana mpira ama wapo kwenye mazungumzo, wanatembea kundi. Sasa hawajui wanatembea upande gani ambao ni sahihi kwao. Okay. Kwa wewe kama mtu, kama mzazi, kama polisi jamii ambao sasa tunaamini wewe kama polisi ambao kwa uwezo wako wewe mwenyewe binafsi ama kwa uwezo wangu mimi kama polisi afisa mwenyewe, ni hakikishe kwamba hawa watu watumie barabara ipasavyo, wapite upande wa kulia muda wote wanapotembea barabarani. Okay. Wavuke sehemu ambazo ni salama. Kama inatokea mtu mzima ameonekana maeneo yale na wale watoto wanahitaji kuvuka, anahitajika kuwavusha. Hii ni lazima, na yeye anapaswa kutimiza wajibu wake kama mtu mzima kuhakikisha kwamba hili kundi pia na yeye analilinda kwa 100%. Okay. Kuna kundi hili la walemavu. Ndio. Kundi hili la walemavu pia nalo ni kundi moja maalum sana. Unaweza kawa haoni na anatakiwa kutumia barabara na ana haki ya msingi kutumia barabara. Anaweza akawa na matatizo ya akili, naye anayo wajibu wa kutumia barabara kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anaweza akawa kiziwi, anaweza akawa mlemavu wa miguu au wa mikono au wa ngozi. Kwa hawa watu wote wanahitaji kutumia barabara.
Sasa pindi anapotumia barabara, ni kwa nini sasa tunasema kwamba huyu mtu ni maalum sana barabarani? Anahitaji msaada wako wewe, anahitaji msaada wa yule, anahitaji msaada wa wewe unayenitazama kupitia Gift Online. Umvushe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama anatembea, unaona kabisa huyu anatembea, mbona kama vile haoni mbele vizuri, msaidie kumuongoza, mshike mkono, mwambie tunapita upande wa kulia, ili kuepukana na bugza za magari ama kuepukana na ajali ambayo inaweza ikaja ikakusababisha wewe kupata ulemavu zaidi ama kifo. Kwa mimi kama afisa wa polisi ninalo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba sheria zote hizi za barabarani zinafuatwa na hawa madereva. Kuhakikisha kwamba tunasimamia vizuri hizi sheria za usalama barabarani, ili haya makundi au hili kundi maalum la walemavu litumie barabara vizuri na wawe salama muda wote wanapokuwa barabarani. Kama ni kumuongoza kwenye kuvuka, ni muongoze avuke sehemu ambayo ni salama. Kama ni kupita pembeni mwa barabara, ni muelekeze upande sahihi wa kutembea. Na kama anahitaji msaada mwingine, kwa maana labda anahitaji kupanda chombo hichi cha moto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, basi nihakikishe kwamba nimemfikisha sehemu ambayo ni salama, amepanda gari, ameenda sehemu ambayo anahitaji kufika. Kwa haya yote yanapaswa kufuatwa na watumiaji wa barabara, kwa maana ya madereva, waendesha pikipiki, waendesha magari, waendesha mikokoteni, wanaosukuma hawa, wanaoendesha baiskeli pia. Wahakikisha kwamba haya makundi wanafanyaje, wanayalinda, kwa maana kwamba waangalie vile vibao. Kuna sehemu zingine kuna vibao. Ndio. Unaweza ukakutana na kibao kimechorwa kichwa cha mtu alafu kimekata katikati, kwamba huyu mtu ana shida ya akili. Kwa hiyo muda wowote ule unaweza ukaona mtu anakatisha barabara. Unaweza ukaona tena kibao kingine kimewekwa alafu kimekatwa sikio. Unaweza ukaona kumbe maeneo haya kuna changamoto ya watu wanaosikia. Kwa muda wote anaweza kafanyaje, anaweza kavuka. Kuna watu wengine unaweza ukakuta kibao kimechorwa, kimewekwa wheelchair na mtu amekaa. Kwa hiyo jua maeneo haya kuna watu wa namna hii, sampuli ya watu wa namna hii wapo katika maeneo haya. Muda wowote wanaweza wakawa wanahitaji kutumia barabara. Hali kadhalika wenzetu walemavu wa ngozi. Unaweza ukaona amechorwa alafu akawa amewekewa mtu ameshika mwavuli. Kwa hiyo huyu mtu naye anahitaji kufanyaje? Kutumia barabara. Ukiwa maeneo kama haya au ukiona alama kama hizi, vibao kama hivi, hakikisha kwamba unachukua tahadhari zidi ya mazingira ulioyakuta katika maeneo yale. Tuna kundi la tatu ambao ni kundi la wazee. Ndio. Kundi hili la wazee, kuna muda mwingine tunasema kwamba ni kundi ambalo kila mmoja atalifikia. Ndio. Mimi hapa nikiwa na nguvu zangu sasa hivi kijana, nikiwa na matarajio na imani kabisa kwamba Mungu akinijalia afya njema na mimi siku moja nitakuwa mzee. Hali kadhalika yule mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi kupitia Gift Online. Ndio. Hiza kama ni mzee, kama ni kijana, kama ni mtoto, aamini kwamba ipo siku na yeye atafika uzeeni. Sasa kama anahitaji kufika huko, anahitajika kutumia barabara kwa umakini. Ndio. Ili afikie yale malengo. Na umri huu tunaousemea wa uzeeni, kuna muda mwingi unaweza ukakuta akili yake inamtuma kufanya jambo kama la mtoto. Anatamani avuke, anaweza akavuka barabara kwa kukimbia, lakini ukute kwamba hana nguvu ya ile ya kufanyaje, ya kukimbia. Anatamani kuvuka barabara. Sasa kwenye kuvuka yeye anaweza asichukue tahadhari aina yoyote. Anaweza asiangalie kulia au asiangalie kushoto. Ukajikuta yeye anavuka barabara direct. Au anaweza kavuka barabara kama vile anaendelea kutembea, kumbe ndo anavuka. Ina maana anavuka mshazari. Hawezi kunyooka direct moja kwa moja. Kwa hiyo mtu anamnaye pia anatakiwa tuangalie. Hata wanapokuwa ndani ya magari ya abiria, watu wanamnaye tutakiwa pia tuwajali. Sio kijana wao umekaa kwenye siti alafu amekuja babu wa miaka 60, 70, 80 na kuendelea, amesimama alafu wao umekaa kwenye kiti ambako una nguvu. Gari ikienda mbele kidogo, ikishika breki kwa ghafla, yule babu tunaweza tukamkuta kule kwa dereva. Ama tunaweza akadondoka pale pale. Kwa hiyo watu wanamnaye tunahitaji kuwalinda, kwa sababu ndio hazina yetu.
wewe vitu ambavyo yeye amevipitia pengine wewe bado hujavifikia au hujavipitia. Kwa hiyo ni lazima kama wewe kijana, wewe kama dereva au wasaidizi wa madereva kwa maana ya makonda, wanatakiwa pia kuwalinda wanapokuwa ndani ya magari. Haijalishi kama ni mzee, haijalishi kama ni mlemavu, haijalishi kama ni mtoto, wote hao wana haki ya kuwa katika usalama mkubwa wanapokuwa barabarani. Sio barabarani tu, kwenye chombo chako, wanapokuwa ndani ya chombo wajali. Sio tu kwamba unaona huyu ni mzee basi inafika mahali unasema kwamba wewe si mzee bwana, utajua mwenyewe huko, utavuka barabara wewe mwenyewe. Mwingine haoni, mwingine anatumia fimbo kama mguu wake wa tatu. Sasa mtu mwingine anaona tena, yani kuna vijana ama kuna watu ama niseme kuna kundi la watu, unaweza ukakuta kwamba huyu mzee anatumia huu mguu wake wa tatu kwa maana ya fimbo kutembea ama kuvuka barabara. Mtu mwingine anaenda tu anamnyang'anya ile fimbo, anaitupa. Anamwacha mzee wa watu anaanza kuteseka barabarani. Anaanza kuhangaika. Sasa hivi vitu vingine ambavyo sio vizuri. Hivi vitu vingine sisi pia tunajitengenezea laana, tunajitengenezea shida katika maisha yetu. Kwa sababu kile kitendo cha yeye kunung'unika, kufedheka, wewe ukawa umefurahi kwa wakati ule, yeye mwenyewe binafsi anakuwa anasononeka, anakutengenezea kitu ambacho sio kizuri baadaye. Na tunasema haya makundi yote matatu yanapokuwa barabarani, kwa 90% yapo kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa sababu kadri wewe unavyoendesha chombo chako na wewe unavyomuona yuko pembeni mwa barabara, kadri unavyozidi kumsogelea ndivyo kiu yake inakaribia kuvuka barabara. Kwa hiyo amini, mtoto unapomuona mtoto barabarani, wewe ukiwa unaendesha chombo cha moto, aidha kama ni pikipiki, bajaji, gari, baisikeli, unapomuona, amini wewe unapomzaidi kumsogelea, amini ndo kiu yake inazidi kuongezeka ya kuvuka barabara. Kwa hiyo hili tujijengee sisi kama madereva. Ukiona kundi hili la watoto, ukiona kundi hili la wazee ama la walemavu ama ya mtu yoyote ambaye anataka kuvuka barabara kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, jinsi unavyozidi kumsogelea ndivyo unavyozidi kumuongezea kiu au unavyozidi kumtamanisha yeye kufanyaje? Kuvuka barabara. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba ni mtoto ama mzee, umezidi kusogea karibu, ndo unaona yeye anavuka barabara kwa kukimbia ama kwa spidi kubwa. Sasa ndivyo ujue kabisa kwamba kadri nilivyokuwa namsogelea huyo mtu ndivyo nilivyokuwa namtamanisha yeye kufanyaje? Kuvuka. Kwa hiyo wewe unatakiwa upunguze mwendo, uchukue tahadhari dhidi yake. Hamna mtu kwenye kivuko umeona kuna dalili ya watu kukusanyika wawili ama mmoja kutaka kuvuka barabara, ni vyema wewe ukachukua tahadhari. Na kwenye vile vivuko vya watembea kwa miguu kunakuwa na mstari ambao unaacha mita kadhaa kabla ya kufika kwenye kile kivuko. Unatakiwa usimame nyuma ya ule mstari. Kuhakikisha kwamba kabla sijafika kwenye huu mstari, ina maana nipo kwenye eneo ambalo ni hatari. Kwa hiyo kabla sijafika kwenye eneo ambalo ni hatari zaidi, sijalikanyaga, nitakiwa nichukue tahadhari. Niangalie kulia, niangalie kushoto, nijiridhishe hamna hili kundi la watoto ama hamna kundi la wazee ambao wanavuka ama hamna kundi hili la walemavu ambao mtu yeyote anataka kufanyaje? Kutumia hii barabara kwa wakati huu unavuka. Ndio maana unaona kabisa kwenye vile vivuko unakuwa na spidi zaidi ya 30. Unaweza ukaambia nenda spidi 30, kuna kibao. Ndio. Au kuna kuambia kwamba punguza mwendo, mbele kuna kivuko cha watembea kwa miguu. Ndio. Kunakuwa na alama za onyo za namna hiyo. Sasa madereva sisi tunapofika katika maeneo kama yale, hatujali kwamba aidha kuna kundi la watu tunataka kuvuka, ama kuna watu wengine wanataka kutumia barabara. Ndipo unapokuta sasa tunasababisha ajali. Sasa bahati mbaya unasababisha ajali, unakuta ni mke wako, unakuta ni mtoto wako, unakuta ni baba yako, baba au mama au bibi, vyovyote vile, au ndugu wa karibu kabisa. Unafika mbele unaambia bwana, mtu aliyepata ajali sehemu fulani ni mtu fulani. Mbona ni ndugu yangu yule? Sasa ni kumbe wewe mwenyewe umesababisha haya yote. Hapo ningependa pia kuuliza, kwenye kivuko ni sawa, ni kivuko cha watembea kwa miguu. Je, ni sahihi yule mtembea kwa miguu unakuta wako wawili watatu wanapiga story, yani wanajisahau kama wako barabarani, lakini pia huyo mtu anayevuka pale unakuta anaongea na simu ama ana chat.
haya ni matumizi mabaya ya kivuko cha watembea kwa miguu. Okay. Tunaamini hivyo, na sisi kama watembea kwa miguu tunatakiwa pia kuwa na elimu kwamba sio muda wote tu wewe unatakiwa kutumia kile kivuko. Yaani unaweza ukaenda hivi ukarudi hivi, ukaenda hivi ukarudi hivi pasipo kuchukua tahadhari, ukiamini kabisa kwamba hapa ni zebra crossing ambako ndo mahali pangu salama mimi kufanyaje kuvuka. Lakini ukakitumia vibaya kile kivuko, kinaweza kukusababishia nini? Ajali. Unaweza ukawa mlemavu, unaweza ukasababishiwa kifo, lakini ukiamini kwamba mimi si nilikuwa kwenye kivuko. Lakini tayari umeshakuwa mlemavu. Nilikuwa kwenye kivuko, nilikuwa kwa haki yangu kabisa. Tayari umeshakufa. Yule mtu atapelekwa mahakamani, atafungwa, lakini maisha mengine yatafanyaje? Yataendelea. Wewe tayari umeshapoteza uhai, umeshakuwa mlemavu wa kudumu au umeshapata madhara makubwa. Kwa hiyo ni waonye pia hawa wanaotumia barabara, wanaotumia kivuko hichi cha watembea kwa miguu. Wanapokuwa pale katika kuvuka ama katika hali ya kutaka kuvuka, pia wanapaswa kuchunga uelekeo wao na kuepukana na matumizi ambayo sio sahihi wanapokuwa katika kivuko cha watembea kwa miguu. Kwa maana kuacha matumizi ya simu, kuacha mazungumzo yasiokuwa rasmi, kuacha vitu vingine. Unaweza kukuta mtu mwingine anakuwa na michezo ambayo haina maana. Watu wengine wanakuta wanafika kwenye kivuko, kuna watu pale wanacheza, wanaonyesha kama show au wana dance muziki pale, kitu ambacho sio sahihi. Huku unakwamisha safari za watu wengi. Pengine mtu mwingine amebeba mgonjwa, amebeba mtu wa namna gani, anatakiwa kumuaisha au anawahi stendi. Wewe sasa unavuka pale kwenye kivuko, unaweza kawa umempotezea muda zaidi. Okay, sawa. Ningependa kufahamu wajibu wa dereva wenye magari ya abiria. Wajibu wake ni upi? Wajibu wa dereva wa magari ya abiria, anapaswa kuwalinda haya makundi yote niliyoyataja. Ndio. Kwa maana kwamba tutarudi kwenye yale makundi 6 ambayo sasa tulisema kwamba dereva nayo ni kundi mojawapo la watu wanaotumia barabara. Sasa kama ni kundi mojawapo la watu wanaotumia barabara, anapaswa pia kuhakikisha kwamba haya makundi mengine 5 yanakuwa salama anapokuwa barabarani. Kwa maana amlinde yule anayetumia barabara, kwa maana abiria ambaye anaweza akawa anatumia barabara aidha kwa kutembea au anaweza akawa yuko ndani ya gari yake. Hili kundi la watembea kwa miguu, waendesha baisikeli, wasukuma mikokoteni, walemavu, wazee, watoto, huyu dereva anatakiwa kuwa na elimu ama kuwa na wajibu wa kufanya kuhakikisha kwamba hawa watu wote wanakuwa salama. Kwa hiyo wajibu wake mkubwa ni kuwalinda, awalinde haya makundi mengine, abiria wake, huyu anayetembea kwa miguu, huyu anayevuka na huyu mwingine ambaye yuko ndani ya chombo chake. Kwa hiyo haya yote ama hivi vitu vyote, dereva anapaswa kuwa na wajibu wa kuhakikisha kwamba wanakuwa salama muda wote anapokuwa barabarani. Sawa, ningependa utoe rai yako ama utoe rai kuhusiana na madereva wote, lakini pia yale makundi yote 6 kwa ajili ya utumiaji wa barabara, ili kuhakikisha usalama unazidi kuimarika zaidi, lakini pia kulinda miundombinu na watu binafsi. Asante. Rai yangu ama onyo kwa madereva wanaotumia barabara ndivyo sivyo. Ndio. Pamoja na haya makundi mengine ambayo nimeyataja, tunaweza tukawa tunatembea kwa miguu lakini tukatumia barabara ndivyo sivyo, tukawa tunaleta buguza kwa watu wengine. Hata kuna makundi mengine ya watu wanaofanya mazoezi barabarani, jogging. Kuna watu wengine wanaweza wakawa wanatumia barabara lakini wakaleta buguza kwa watu wengine barabarani. Onyo ni kwamba sisi kama jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, tupo barabarani kuhakikisha kwamba tunakulinda wewe, yule, pamoja na chombo na miundombinu ya serikali. Kuhakikisha kwamba muda wote anapokuwa barabarani basi iwe salama. Kwanza barabara iwe salama, wewe mwenyewe dereva uwe salama, wewe unayetembea kwa miguu uwe salama, wewe unayeendesha baisikeli uwe salama, wewe unayefanya mazoezi barabarani pia uwe salama. Kwa wanaoendesha baisikeli, hakikisha kwamba baisikeli yako na wewe inakuwa na taa, inamshawishi yule ambaye yuko nyuma au yuko mbele yako akuone kwa urahisi. Vaa nguo za kuakisi ambazo tunaweza tukakuona kwa urahisi. Hali kadhalika kwa watu wanaofanya mazoezi, wavae nguo ambazo zinaakisi. Pia wawe na
alama ya tahadhari, kwa maana mbele na nyuma kunakuwa na mtu ambaye anakuwa anatoa ishara kwamba tupo kwenye shughuli fulani. Kwa hiyo mtu wa nyuma anakuwa anatambua mbele kuna kitu cha namna hii na mimi napaswa kufanyaje, kuchukua tahadhari. Hali kadhalika kwa madereva, pindi muda wote wanapokuwa barabarani, wanapaswa kufuata sheria, kanuni na taratibu, kwamba sheria inamwelekezaje. Inamwelekeza pale ni kivuko, anapaswa kuchukua tahadhari. Hapa inanielekeza kwamba niende spidi 30, niende spidi 50, napaswa niende mwendo huu. Inakupasa usiovertake kwa sababu barabara imekukataza. Usiovertake tu, usiseme kwamba hapa si overtake kwa sababu mbele nimeambiwa kuna askari. Au sikimbii kwa sababu mbele nimeambiwa kuna askari. Usifanye kitu kwa kuhofia kwamba kwa sababu ya kitu fulani au kwa sababu ya askari. Fanya kwa kufuata misingi na kanuni ile ya wewe ya udereva bora, kwamba mimi nimeenda chuo, nimejifundisha namna ya kuendesha hichi chombo na kucontrol muda wote ninapokuwa barabarani. Kwa hiyo usifanye kitu kwa kuhofia kwamba kwa sababu askari wako pale, ama kwa sababu nimeambiwa tochi iko maeneo fulani, basi nichukue tahadhari. La hasha. Kwa hiyo madereva wote pamoja na wamiliki wahakikishe kwamba wanafuata kanuni, wanafuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa za usalama barabarani. Kwa hiyo naamini hata haya makundi yote ya barabara ambayo tumeyazungumzia yatakuwa salama, na tutatumia barabara zetu vizuri, na tutalinda miundombinu vizuri pasipo shida aina yoyote. Sawa, nikushukuru sana kwa kuzidi kutoa elimu, kuelimisha, lakini pia kuzingatia usalama wa barabarani. Nashukuru sana uongozi mzima wa Gift Online, kwa sababu nyie ndio mnafanya kwamba sauti zetu zinasikika. Pamoja na watazamaji wetu wa Gift Online wanapata elimu sawia kabisa kuhusiana na masuala mazima ya usalama barabarani. Na wengine wanafuata, wanatumia barabara na ajali haziwakuti, wanasababishiwa na wale ambao sasa hawatutazami kupitia Gift Online, hawatusikilizi kupitia mitandao ya kijamii. Pia sisi tunawakaribisha yale makundi ambayo yanaona kwamba yanahitaji kupata elimu hii. Dawati la elimu sisi tuko wazi muda wote, tunafikika na tunaweza kwenda mahali popote kwa ajili ya kuhakikisha tu wewe unapata elimu ya usalama barabarani. Asante sana mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uzidi kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Gift Online TV. Nikutakie wakati mwema.